Leo tunaendelea na sehemu yetu ya pili ya darasa ambayo tulikuwa tumepata nafasi ya kuianza siku ile ya Ijumaa, na tulikuwa tunaangalia juu ya giza la kiroho ni nini. Giza la kiroho ni nini? Tulianza kuangalia hilo darasa na tuliona maandiko yetu ilikuwa ni Isaya sura ile ya 9 mstari wa 1 hadi mstari wa 2, na Mathayo mtakatifu sura ile ya 4 mstari wa 16. Leo tutapiga hatua kidogo kwa sababu tunazungumzia juu ya giza zito la kiroho lililowafunika watu. Na tulikuwa tumeona katika maandiko yetu yaliyotangulia tuliona katika maandiko kwamba Mungu ni nuru, na huo ni ujumbe ambao tuliusikia kutoka kwa Mungu mwenyewe akieleza kwamba yeye ni nuru ya ulimwengu. Tulikuwa tumesoma maandiko pale baadhi, nisingependa kuyarejea maandiko hayo ambayo tayari tulikuwa tumeyasoma. Nataka tukupiga hatua katika maandiko tuliyoishia. Maandiko tuliyoishia ilikuwa Mithali sura ya 4 mstari wa 19. Mithali sura ile ya 4 mstari wa 19. Maandiko yanasema, njia ya waovu ni kama giza, hawajui ni kitu gani kiwakwazacho. Njia ya waovu ni kama giza, hawajui ni kitu gani kiwakwazacho. Hawajui kitu gani kiwakwazacho. Hawajui wanakwama wapi. Utaona maneno mawili yanatumika, kwanza giza, alafu jambo la pili kukwazwa. Maana yake ni kwamba giza wakati wote linatumiwa na shetani kuwakwaza watu, kuwakwamisha watu. Giza.
Maandiko yanaendelea kuweka wazi mambo haya katika Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 29. Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 29. Na huu ndio mstari wetu wa mwisho tulioishia katika darasa lililotangulia. Kumbukumbu 28:29. Kuna maneno muhimu pale. Biblia inasema hivi, mstari wa 29. Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 29. Utakwenda kwa kupapasa mchana, kama apapasavyo kipofu gizani, wala hufanikiwi katika njia zako, nawe siku zote utaonewa na kufanyaje? Na kutekwa nyara, wala hapata kuwa na mtu wa kukuokoa. Utakwenda kwa kupapasa mchana, kama apapasavyo kipofu gizani, wala hufanikiwi katika njia zako, nawe siku zote utaonewa na kutekwa nyara, wala hapata kuwa na mtu wa kukuokoa. Unaweza kuona maneno haya ya Mungu. Kwanza, unaona mtu atapapasa mchana. Atakwenda kwa kupapasa mchana kama nani? Kama kipofu apapasavyo. Wewe unafikiria hiyo sentence ni sahihi? Bwana Yesu asifiwe sana. Kupapasa mchana. Wakati mchana ni wakati mwanga uko, lakini mtu anaweza kupapasa mchana. Maandiko yanatufundisha tena, anaweza kupapasa kama vile kipofu asiyeona anavyofanya nini? Anavyopapasa. Kwa nini anapapasa mchana? Unaona maandiko yanaeleza mambo yafuatayo. Kwanza, mtu huyo ataonewa. Pili, mtu huyo atafanyaje? Atatekwa nyara. Kupapasa mchana ni kufanya vitu bila kuwa na uhakika, unabahatisha. Kwenye Ukristo, moja kati ya jambo muhimu kuliangalia kwa umakini, hautakiwi kufanya mambo ya Kikristo kwa kubahatisha. Hautakiwi kufanya hivyo. Ukiwa ni Mkristo na unafanya mambo yako ya Kikristo kwa kubahatisha, uwe unajua kabisa utaonewa. Uwe unajua kabisa utatekwa. Watakuteka nyara. Kutekwa nyara ni kumchukua mtu bila idhini yake na kumpeleka mahali ambako asikotaka yeye kwenda kwa idhini yake. Kwa hiyo wakati wote kama tutaishi maisha yetu ya Kikristo bila kuwa na uhakika juu ya vile Ukristo unatutaka,
ni rahisi kuonewa. Na ndiyo maana tunawajibika kama Wakristo kuwa tunajua ni nini Mungu amefanya kwenye maisha yetu. Unajua, una uhakika kwamba hiki ndicho Mungu alichofanya kwenye maisha yangu. Hivi ndivyo Mungu anavyosema kuhusu maisha yangu. Una uhakika. Giza linawaonea watu wanaobahatisha. Giza linawateka nyara. Giza linazuia mafanikio ya watu ambao hawajui wanapaswa kufanya nini katika maisha yao ya Kikristo. Kwa nini upapase mchana? Na unapapasa kama kipofu, maana yake huoni. Na maandiko yanasema huwezi kufanikiwa. Na kama huwezi kufanikiwa, utaonewa. Na kama utaonewa, utatekwa nini? Nyara. Unajua, kwa kumkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unajua nini kimefanyika kwenye maisha yako. Unajua wewe umekuwa nani? Unajua hicho kitu. Hautakiwi kubahatisha, unatakiwa uwe unajua. Kwa sababu ukibahatisha utaonewa. Ndio utasikia mtu anasema, Mungu, ikiwa inakupendeza wewe kuniponya mimi juu ya ugonjwa huu nilionao, basi Bwana uniponye. Ikiwa Bwana haikupendezi wewe, basi unichukue Bwana. Huyu ni mtu ambaye hajui kabisa Ukristo umefanya nini kwenye maisha yake. Na hapa ndipo shetani anapowashinda Wakristo. Shetani anajua sana nini kimefanyika kwa mtu kuokoka. Amekuwa mtu wa namna gani? Yohana 1:12. Yohana 1:12. Inasemaje andiko hilo? Bali nini? Wote waliompokea aliwapa uwezo. Aliwapa nini? Umepewa. Very important. Lazima uwe unajua kitu gani kimefanyika kukupa nafasi hiyo uliopewa. Aliwapa uwezo. Tulipewa uwezo. Umepewa uwezo kuwa nani? Kuwa nani? Mtoto wa Mungu.
Hiki ni kitu cha kwanza kabisa cha kujua ukiokoka, who are you? Jamani, haleluya. Mtoto wa nani? Ndio wale waliaminio nini? Jina lake. Kwa hiyo wakati mwingi utakuwa unazungumza na Mungu kama baba yako, kwa sababu unajua wewe ni nani? Mtoto wake. Na umezaliwa kwa namna gani? Hebu endeleza maandiko hayo. Tuendelee hapo. 13. Kwanza 12 yenyewe hamjamaliza hiyo. Na nataka msome tena wa mstari. Inasemaje? Si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Inamaanisha kwamba umezaliwa kwa mapenzi ya Mungu, sio ya mtu, sio ya mwili, sio ya damu. Ni mapenzi ya Mungu kukuweka kwenye hiyo nafasi aliyokuweka ya mtoto wake. Hivyo ndivyo Mungu anapenda wewe uwe. Tuko pamoja mpaka hapo? Hilo ni jambo muhimu sana kulifahamu kabla hujaanza kuonewa, kabla haujaanza kutekwa, kabla haujashindwa kufanikiwa. Kwa sababu kama hujui nafasi ambayo Mungu amekuweka na namna alivyoitengeneza ukapata, utakuwa unabahatisha. Ndio nasikia mtu anamuuliza eti Mungu, hivi Mungu unanijali kweli? Hivi Mungu unanisikia kweli? Maswali gani? Maswali gani? Ni maswali yanayotokana na kwamba hujui nafasi yako. Umewahi kuona watoto wanavyoongea na wazazi wao? Nyote hapa mna watoto. Mnaona watoto wanavyoongea na nyinyi? Wanavyoongea na wewe ndivyo wanavyoongea na mtu mwingine? Hamna, tofauti kabisa. Kwa sababu mtu ambaye sio mzazi wake anajua kabisa huyu sio mzazi wangu. Kuna namna ya kuzungumza naye. Lakini wewe mzazi wake ana namna anazungumza na wewe, kwa sababu anajua wakati nazungumza, anachojua kinachomsukuma kuzungumza na wewe ni kwa sababu wewe ni mzazi wake. Umenielewa sije? Mungu yuko namna hiyo. Ukijua nafasi yako, utakuwa unazungumza na Mungu kama baba yako. Jamani, haleluya. Na wewe utashika maelekezo ya baba yako, kwa sababu yeye ni baba yako. Umeelewa Kiswahili sijui? Jamani, haleluya. Kabla haujafanyika uonezi, lazima uwe na huo uelewa kuhusu wewe na Mungu. Haupaswi kubahatisha.
unapaswa kujua. Mungu anakutaka wewe ufanye nini, lazima uwe unajua. Mungu hataki wewe usifanye nini, lazima uwe unajua. Usiwe unabahatisha. Kubahatisha ni kuonewa. Jamani, haleluya. Lazima uwe unajua. Hivi ni vitu Mungu ananikataza kuvifanya. Hivi ni vitu Mungu ananitaka kuvifanya. Yani usitakiwe, yani usiwe unajua Mungu anavyotaka wewe ufanye. Sijui. Utaonewa. Unajua vitu ambavyo Mungu hataki wewe ufanye. Sivijui. Utatekwa. Lazima wewe unajua mapenzi ya Mungu ni nini juu ya maisha yako. Mapenzi ya Mungu ni nini juu ya mazingira yako. Ayubu anaeleza. Sentensi ya Ayubu ni ngumu kidogo. Ayubu 5:14. Kama maandiko umetoka Kumbukumbu pale anasema huwezi kufanikiwa. Utafanikiwa kama wewe unapapasa gizani. Ayubu 5:14. Maandiko anasemaje hapo? Naam. Ngoja kidogo. Twende pole pole. Soma tena. Ni nini hicho? Wao upatwa na giza wakati wa mchana. Wewe unaona hiyo sentensi iko sahihi? Hiyo sentensi iko sawa? Nini kinawafanya wapapase wakati wa mchana? Soma. Wamepatwa na giza. Soma. Na upapasa mchana vile vile kama nini? Kama usiku. Nini kimewapata wakapapasa mchana? Ni giza. Giza linawapata wakati wa mchana. Alafu wakishapatwa na giza wanaanza kupapasa, wanaanza kubahatisha. Kwa hiyo wanabahatisha mchana wakati ambao walitakiwa wafanye vitu kwa uhakika, maana ni mchana. Ila wanaanza sasa kubahatisha mchana kama vile wanavyobahatisha usiku. Biblia nyingine ya Kiswahili inaongea maneno yafuatayo: giza huwapata wakati wa mchana, wakati wa dhuhuri upapasa kama vile usiku. Leo Wakristo, watu wa nuruni, wamepatwa na giza na wanaanza kupapasa mchana kama vile usiku. Naona hatari. Ndio maana leo
wa Kristo ameokoka lakini ana magonjwa. Uongo? Uongo? Kweli. Ameokoka lakini ana mapepo. Ameokoka lakini hafanikiwi. Ameokoka lakini anakutana na nyakati ngumu. Ameokoka lakini anakutana na mashambulizi. Ni giza wakati wa mchana. What a shame. Giza wakati wa mchana. Jaribu kuwaza, giza limekuwa confident enough kumvamia Mkristo mchana. Na Wakristo wanaanza kupapasa. Come on. Mchana ana giza. Ujaona mlokole ana pepo? Ni sahihi? Hiyo ndio giza wakati wa mchana. Lazima mchana kweupe utapapasa, kwa sababu umepatwa na giza. Na ndio maana ili usipatwe na giza wakati wa mchana, lazima uhakikishe unajua unayopaswa kujua. Unafanya unayopaswa kufanya kama Mkristo. Unayaacha yanayotakiwa kuachwa. Sinaeleweka? Wasemaga siku hizi watu wa mchezo, sijui unanielewa? Huwezi ukawa una struggle na pepo wajinga ukasema unaweza kumface shetani mzima mzima. Huwezi. Hiyo lazima ibadilishwe. Hatutaki giza wakati wa mchana. Hatutaki. Sio sawa sawa. Huwezi kufanikiwa. Huwezi kustawi. Kumbukumbu anakuambia kama ni giza limekupata, wewe unajua utapapasa. Ukipapasa hutafanikiwa. Ukipapasa utatekwa. Ukipapasa utaonewa. Leo Wakristo wanaonewa, na wanawaonea mchana. Lazima hiyo ibadilike. Mmenielewa sijui? Lazima hiyo ibadilike. Yaani shetani mchana kweupe anamfuata Mkristo na anamdisturb. Sasa kama
kama shetani mchana anakudisturb, usiku atakufanyaje wewe? Mwakuwaza? Yaani mchana kweupe hivi, hata wezi wanaogopa sana kuiba mchana, wanakuwa na confident wanaiba. Sasa shetani ana, mimi naweza kwenda mchana pale na nikafanya tukio. Huo ujasiri wa shetani kufanya tukio kwa mtu aliye nuru mchana, ikifika giza wakati wake atakufanya nini? Kwa nini anavamia mchana? Kuna vitu Wakristo hawavijui. Shetani ana nguvu sana. Akijua kuna mambo unapaswa kuyajua na wewe huyajui, kwenye hilo eneo shetani anakuwa very powerful. Anaweza hata kukutoa roho yako vile vile. Umeelewa sijui? Maana yake ni kwamba kama hatujui nafasi zetu na wajibu wetu, shetani hawezi kutuogopa sisi. Anaweza kukudhuru wakati wowote. Na ndio maana ni wajibu wako kuhakikisha unajua unayopaswa kujua. Si kama mnanielewa? Giza halina huruma na mtu yoyote kabisa. Shetani haogopi wewe ni nani, wewe una nafasi gani kanisani. Haogopi kitu kama hicho. Shetani anaogopa wewe unajua nini unachopaswa kujua. Kumekuwa na uvamizi mwingi kwenye maisha ya Wakristo. Kumekuwa na mahangaiko mengi kwenye maisha ya Wakristo. Ndio wanapapasa sasa. Kashika mafuta hayatoki, kashika sabuni kaoga nayo, wamekufa tumejusi, ila matatizo yako pale pale. Kaenda kachukua misumari kagongea mlangoni, ndio siku hiyo sasa pepo wamemshughulikia, hata kitandani hajalala, kalala chini na kagonga msumari wa upako. Kuna kitu hujui. Unatakiwa ujue. Maandiko yanasemaje? Maandiko yanasemaje? Kwanza, hautakiwi kuishi ukiasi maagizo ya Mungu. Kama wewe Mkristo, utakiwi kuyaasi maagizo Mungu aliyokupa. Ukiyaasi maagizo Mungu aliyokupa ama mapenzi ya Mungu, ni sawa na kuishi katika giza. Unakuwa umeishi katika giza la kiroho unapoyaasi maagizo ambayo Bwana amekupa. Maandiko yanasemaje? Matendo 26 mstari wa 17 hadi mstari wa 18.
Matendo 17. Tunasoma ile 26:17 hadi 18. Bwana kusomea Biblia yangu nzuri. Nitakuokoa kutoka kwa watu wako na watu wa mataifa ambao ninakutuma kwao. Uyafumbue macho yao ili wageuke kutoka gizani. Uwafumbue macho yao ili wageuke kutoka gizani waingie nuruni, na kutoka kwenye nguvu za shetani. Umesikia maana na maneno? Kutoka kwenye nguvu za nani? Za shetani. Wamgeukie Mungu. Tunawezaje kuwa kwenye nguvu za shetani tukiwa tumefumba macho? Macho yetu yakiwa yamefumbwa, tutakuwa kwenye nguvu za shetani. Tunawezaje kutoka kwenye nguvu za shetani? Macho yetu yakifumbuliwa. Tuko pamoja mpaka hapo? Macho yetu yakifumbuliwa, tutamgeukia Mungu. Macho yetu yakiwa yamefumbwa, tutakuwa mikononi mwa nani? Mwa shetani. Macho kufumbuliwa ni kujua namna ya kufanya impasayo Mkristo. Macho kufumbwa ni kutokujua namna ya kufanya impasayo Mkristo. Tukifumbua macho, tutapata msamaha wa dhambi, na tutakuwa miongoni mwa wale waliotakaswa kwa kumwamini yeye. Baada ya wokovu, muumini au Mkristo anapaswa kuwa nuru. Baada ya kuokolewa, Mkristo anapaswa kuwa nani? Nuru. Nuru ya kiroho, ama nuru ya kiroho ya Kristo baada ya kuokolewa. Maandiko yanasema kwa sababu zamani sisi tulikuwa giza, lakini baada ya kuokolewa sisi tunakuwa nuru katika Bwana. Na kwa msingi huo tunapaswa kuenenda kama watoto wa nuru. Angalia maandiko labda wa Efeso 5:8. Maandiko yanasema kwa maana zamani ninyi mlikuwa giza, lakini sasa ninyi ni nuru katika Bwana. Uenende ama enendeni kama watoto wa nini? Wa nuru. Watoto wa nuru hawapapasi mchana. Kweli sio kweli? Hawapapasi mchana.
Wale ambao wako ndani ya Yesu Kristo wamekombolewa kutoka katika ufalme wa giza. Umekombolewa kutoka katika ufalme wa nani? Wa giza. Maandiko yanasemaje? Wa Kolosai 1:13. Kwa maana amekuokoa kutoka ufalme wa giza na kukuingiza katika ufalme mwana wa pendo lake. Tumeokolewa kutoka katika giza. Tumehama, tumeenda katika nuru. Na tunajua nuru na giza haviwezi kukaa pamoja, si ndio? Hivyo ndio inatakiwa kuwa. Lakini Ayubu anatuambia giza limewapata wakati wa mchana. Ayubu 5:14. Tumehama kutoka gizani, tumehamia nuruni. Maandiko yanasema kwa sababu tumefuata uhamisho, inatulazimu tuishi kama watoto wa nuru. Umeona kwa kitu? Ili tuendelee kuwa wapi? Nuruni. Unaweza ukawa nuruni na auishi kama mtoto wa nuru, ndipo giza litakuja wakati wa mchana. Yaani saa unakaribia kufanikiwa ndio saa unaharibikiwa. Giza wakati wa mchana. Saa unataka kuchanua ndio saa mambo yote yanaharibika. Kumbukumbu inasema kukiwa na giza huwezi kufanikiwa. Kukiwa na giza utaonewa. Kukiwa na giza utatekwa. Sasa wako watu ambao kwa sababu ya giza hawafanikiwi tu. Wako ambao kwa sababu ya giza wanaonewa. Alafu wako ambao hafanikiwi, anaonewa na anatekwa vile vile. Upo. Wana hatari giza. Haiwi kitu kizuri giza wakati wa mchana. Haiwi kitu kizuri. Utahangaika, utateseka, utaonewa. Na maandiko yanasema kutakuwa hakuna mtu atakaye kuokoa. Maandiko yanatutaka kama Wakristo tuhakikishe hatutoi nafasi ya giza
wakati wa mchana. Hakikisha hiyo. Na hiyo sio Mungu, ni wajibu wako. Yako mambo ni wajibu wa Mungu kuyafanya, lakini yako mambo ni wajibu wako kufanya. Mungu atafanya wajibu wake wa uungu. Wewe binadamu utafanya wajibu wako wa kibinadamu. Tukimwachia Mungu wajibu wote, itakuwa hatari. Kwa nini Wakristo leo hawawi na maisha yale yanayosemwa katika maandiko? Kwa nini? Kwa nini Wakristo leo hawastawi kama maandiko yanavyosema? Kwa nini? Kwa nini Wakristo leo wana struggle? Na struggle zenyewe hazina mwisho. Why? Linatoka tatizo hili, linaingia tatizo hili. Tena linaloingia ni baya kuliko linaloisha. Inatoka shida hii, inaingia shida hii. Tena inayoingia ni mbaya kuliko ambayo umetoka. Inatoka vurugu hii, inaingia vurugu hii. Why? Shetani ana nguvu kiasi hicho, kiasi kwamba akimganda Mkristo achomoki. Ni kweli shetani ana nguvu ya namna hiyo? Au kuna shida kwa huyu Mkristo? Watu wangu, Hosea 4:6, wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Maarifa yanapatikana kwa kufundishwa. Mithali 12:1, kila apendaye mafundisho hupenda maarifa. Kuna vitu kama Mkristo lazima ujifunze kuvijua. Vile vinavyokutaka uache, acha. Vile vinavyotaka ufanye, fanya. Giza ni baya kuliko unavyoweza kufikiria wewe. Tumehama kutoka ufalme wa giza, tumehamia ufalme wa nuru. Lakini matendo yako yakiwa ni ya giza, ukiwa nuruni, giza litakufuata. Umeelewa cha Kiswahili? Shetani hana hizo nguvu ambazo watu wanafikiria anazo. Lakini akipata Mkristo mjinga, shetani ni very powerful. Very, very powerful kwa Mkristo mjinga. Anachana maisha kabisa. Anachana heshima kabisa.
Ndio maana unaona anavamia nuruni. I say mchana kwa mlokole, ghafla mlokole anaona giza. Vitu vilikuwa vinaenda sawa, ghafla haviendi sawa. Mambo yalikuwa ni mazuri, ghafla haendi vizuri. Mlokole mchana. Maandiko yanasema nuru yang'aa gizani, wala giza halikufanya nini? Halikuiweza nuru. Giza hata siku moja huwa haliwezi nuru kweli kweli. Lakini giza linapopata nafasi, watu wanapata matatizo. Watu wanaumia. Na inaumiza zaidi wakiumia wacha Mungu. Inaumiza sana. Huyu ni mtu wa Mungu. Unajua mtu ambaye hajaokolewa akipata matatizo, unaweza una sababu ya kujiuliza. Of course unataka kujiuliza kitu gani? Kwa sababu yeye mwenyewe ni mali ya shetani, anafanya maisha yake bila Mungu na nini. Unaelewa sijui. Vipi mtu wa kanisani? Kuna vitu vinapotea kwa watu wa kanisani kwa sababu ya giza. Watu wanakuwa kanisani lakini hopeless. Ila yuko church. Yaani shetani kasema nenda tukasali, nishakumaliza. Sali tu. Chachukua kila kitu kasali. Kijana hapa sasa na nyimbo zinazoimbwa sasa, Mungu anapigiwa simu, "Halo mbinguni." Nataka gari. Mtu yuko hopeless. Mwimbia nyimbo za ajabu. Nataka gari wakati yadi ziko hapa. Si ukanunue pale. Wewe kumuona Mungu anaendesha gari. Ni shetani anahakikisha hata kanisani saa nyingine huwezi kupata faraja unayohitaji kutokana na hali ambayo uko nayo. Huwezi kupata majawabu. Kwa hiyo unaendelea kuja kanisani lakini you are dying, unakufa. Unasema Bwana Yesu asifiwe, lakini huna kitu cha kuonyesha. Hakuna Ukristo wa namna hiyo. Hapa lazima giza liondolewe mchana. Lazima. Sisi kama Wakristo tunashinda, na zaidi ya kushinda, kwa Kristo Yesu aliyetupenda. Lazima giza liondolewe wakati wa mchana. Sio sawa sawa tutaanza kubabaisha. Shetani atakuwa anatubabaisha, ujue. Maana nitakuua, maana nitakuchinja, maana nitakufanya nini. Anakubabaisha muongo yule. Hautafanikiwa, hautainuka. Kwenu wote watu kama wewe hawatabadilisha kitu chochote kama wewe hautabadilisha kitu chochote. Hiyo sio kweli. Sio kweli. Ila giza likija wakati wa mchana, hiyo ni kweli na ni hatari. Haikubaliwi. Hatutafanikiwa.
tutapata vitu ambavyo hatustahili kuvipata, na vile tunavyostahili kuvipata watatunyang'anya. Badala ya heshima utapata fedhea, badala ya afya utapata maradhi, badala ya ushindi utapata kushindwa. Alafu shetani anasema wewe ulisema umeokoka. Hilo ndo tusi hilo. Shetani anatukana sana watu. Wewe ulisema umeokoka, wewe ulisema unaomba Mungu. Wewe ulisema unaomba Mungu.